Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki wewe ambao umepata nafasi siku nyingine tena ambayo tutaenda kujifunza maneno ya Mungu, na tutakuwa na mfululizo wa masomo ambalo tutaanza siku ya leo kuzungumza kuhusu nafsi. Tutakuwa na mfululizo wa masomo ambayo yatazungumza kuhusu nafsi, ufunuo wa nafsi. Naamini katika masomo haya kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana ambavyo Mungu naamini anaenda kusema na maisha yako. Mtu wa Mungu, naomba ujitahidi sana kufuatilia na kusikiliza kwa makini. Hatuzungumzi theolojia wala jambo ambalo liko mbali. Hapana, somo hili ni somo ambalo linakuhusu wewe binafsi moja kwa moja, uweze kujitambua, kujifahamu nafsi. Na katika siku ya kwanza tutazungumza kuhusu mwanadamu ni nani. Mwanadamu ni nani ndio litakuwa somo letu la leo. Ni sehemu katika masomo yanayohusu nafsi, lakini kwa kuanzia, ili tupate msingi mzuri, lazima tufahamu mwanadamu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Mwanadamu ni nani? Tunapata wapi majibu? Kumbuka, msingi wetu ni neno la Mungu, sio falsafa za watu wala sio sayansi nasemaje, bali ni kile ambacho kimefunuliwa katika neno la Mungu. Kama tunaamini kwamba sisi tumeumbwa na Mungu, basi Mungu ndiyo ambaye ana haki na kipimo sahihi cha kuweza kujibu hili swali, mwanadamu ni nani? Ukisoma katika Mwanzo 2:7, kabla sijaendelea, mtu wa Mungu, jitahidi kama una Biblia yako uwe nayo karibu. Muhimu sana kuweza kusoma pamoja na wewe. Mwanzo 2:7, katika uumbaji, Mungu akiwa anaumba, baada ya kuumba vitu vyote, ikafika wakati wa kumfanya mwanadamu, kumfanya mtu. Na Biblia inatupa neno ambalo litatusaidia katika kuelewa na kujibu hili swali, mwanadamu ni nani? Na katika mfululizo wa masomo haya kuhusu nafsi, hili andiko litakuwa ni la msingi sana kuweza kuelewa yale mambo ambayo tutazungumza hapo mbele. Neno la Mungu nasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kama nilivyosema, ili kuweza kujibu hili swali, mwanadamu ni nani, chanzo chetu cha ukweli sio falsafa wala mawazo ya wanadamu, ni neno la Mungu pekee ndio litaenda kutujibu. Kama tunataka kujua mwanadamu ni nani, lazima turudi mahali ambapo mwanadamu aliumbwa. Mungu ndiye muumba mwanadamu, kwa hiyo ndiye mwenye mamlaka ya kutufunulia asili yetu. Ndiye mwenye mamlaka ya kusema wewe ni nani. Katika dunia hii ambayo watu wamechanganyikiwa, mwanaume anajiita mwanamke, mwanamke anajiita mwanaume, watu hawatambui, kwa sababu kila mtu anatoa maana kulingana na anavyojisikia, sio kulingana na muumba anachokisema. Kwa tunaona katika uumbaji, Mungu anasema Mungu alimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi.
akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ukisoma kwenye mstari ni wa msingi sana kama ukitafakari vizuri, na tutaenda kuangalia vizuri sana. Mstari huu unaeleza hatua kama 3 za uumbaji wa mwanadamu. Hatua ya kwanza, Biblia inasema Mungu akaumba mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Mtu alifanywa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Mungu alimfanya mwenyewe mwanadamu wa kwanza kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Ilikuwa ni hatua ya kwanza, lakini huyu mtu ambaye Mungu alitaka awe hakuishia hapa. Hatua ya pili, neno la Mungu nasema Mungu akampulizia mtu huyo pumzi ya uhai. Hatua ya tatu, baada ya kupuliziwa pumzi ya uhai, neno la Mungu nasema ndipo mtu akawa nafsi hai. Kwa tunaona Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. 2, Mungu akampulizia mtu huyo pumzi ya uhai. Baada ya kumpulizia pumzi ya uhai, ndipo mtu akawa nafsi hai. Kwa tunaweka msingi, na jambo la msingi na la kuzingatia hasa tunapoweka msingi huu ni kuwa huyu mtu ambaye tunamzungumzia hapa ni mtu kabla ya dhambi kuingia ulimwenguni, kabla ya anguko la mwanadamu. Naposema anguko la mwanadamu namaanisha uasi aliofanya Adam. Tutazungumza mbele kidogo. Lakini huyu ni mtu ambaye Mungu alitaka, ndio Mungu alikuwa naye kwenye mawazo yake. Ndio mtu ambaye Mungu alitaka awe namna hii. Tunakuja kufahamu kwamba baada ya anguko huyu mtu akabadilika kidogo. Kuna mambo yakabadilika, akaanguka. Ndio maana tunaita anguko la mwanadamu. Kwa hapa tunamzungumzia mtu kabla ya anguko kwanza, alafu tutazungumzia baada ya anguko, yani baada ya uasi wa Adam. Tumesema hatua 3. Hatua ya kwanza, Mungu alimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, alafu Biblia inasema akampulizia puani pumzi ya uhai, alafu mtu akawa nafsi hai. Tuangalie hatua ya kwanza ambayo ni Mungu alimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Kwa tunafahamu mwili wa mwanadamu ulifanywa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Mungu alimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Ukisoma Mwanzo 3:19 tunaona Biblia pale inasema kwa maana mavumbi wewe. Kwa sababu mwanadamu alifanywa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Maandiko yanaanza kusema kwamba Mungu alimfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Kwa lazima ufahamu kwamba mwili wa mwanadamu ni sehemu ya ulimwengu wa kimwili, ni sehemu ya ardhi. Yaani hauwezi kutenganisha mwili wa mwanadamu na ardhi, maana umetoka humo. Kama mwili ukifa, na ardhi lazima ife. Kama mwili ukilaaniwa, na ardhi imelaaniwa. Kama mwili umebarikiwa, na ardhi imebarikiwa, maana ni sehemu moja. Ndio maana tunakuja kuona baadaye, baada ya Adam kuasi, na ardhi nayo ikalaaniwa, kwa sababu Adam alilaaniwa na ardhi nayo ikalaaniwa, kwa sababu mwili wa Adam na ardhi ni kitu kimoja. Ukilaaniwa mwili na ardhi, lazima ilaaniwa, kwa sababu mwili umetoka kwenye ardhi, ni kitu kimoja, huwezi ukavitenganisha. Hii ni hatua ya kwanza ya uumbaji wa mwanadamu. Mwili ulitoka kwenye mavumbi, lazima ufahamu. Huo mwili ambao unao wewe sasa hivi umetoka kwenye mavumbi ya ardhi, ni sehemu ya ardhi, lazima ufahamu. Mwili una mwanzo na mwisho. Uliumbwa kutoka kwenye mavumbi na siku moja utarudia mavumbi. Asili ya huo mwili wako, mwili wangu, ni duniani, na duniani utabaki mwili. Lakini tujiulize, je, mwili ni mwisho wa mwanadamu? Yaani pasipo kuwa na mwili, pasipo mwili hakuna uhai? Hapana, mwili sio chanzo cha uzima. Mwili, Mungu aliufanya tu mwili kwa ajili mwanadamu apate kuweza kuishi na kuwa na haki katika ulimwengu huu wa mwili. Yaani mwanadamu asingeweza kuwa na haki katika ulimwengu na kutembea na kuishi
kama asingekuwa na mwili ambao ni sehemu ya ardhi. Kwa hiyo mwili ambao Mungu alimfanya mwanadamu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, aliufanya ili mwanadamu awe na haki katika ulimwengu. Wewe una haki katika ulimwengu kwa sababu una mwili. Ndio maana shetani anahitaji wanadamu awatumie katika ulimwengu ili aweze kutimiza mambo yake. Yeye mwenyewe kujitokeza kufanya kazi sio rahisi kwa sababu mwili hana. Mwili ndio unatoa haki. Ndio maana shetani anamhitaji mtu amloge mtu. Bila hivyo shetani angekuja mwenyewe, angekuwa na mapepo yake, angekuwa anafanya kazi yenyewe kwa yenyewe bila kutumia wanadamu, lakini anawahitaji wanadamu kwa sababu wanadamu wana kitu ambacho mapepo hawana. Wanadamu wana mwili ambao umefanywa kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, ni sehemu ya ardhi. Hiyo ilikuwa ni sehemu, hatua ya kwanza ya uumbaji wa mtu. Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Tuko Mwanzo 2:7. Naamini tuko pamoja, mtu wa Mungu. Haya, baada ya Mungu kumfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, Mungu akafanya kitu kingine. Biblia inasema akampulizia pumzi ya uhai puani. Akampulizia, Biblia inasema pumzi ya uhai. Na hili linathibitisha wazi kwamba uzima wa mwanadamu haukutokana na ardhi, ulitoka kwa Mungu. Kwa sababu Mungu ndio alipulizia ile pumzi ya uhai. Bila pumzi hiyo mtu asingekuwa na uhai. Ukisoma Mhubiri 12:7, Sulemani anasema, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho humrudia Mungu aliyeitoa. Uhai kwa sababu umetoka kwa Mungu utarudi kwa Mungu, na huu mwili kwa sababu umetoka kwenye ardhi utarudi kwenye ardhi. Kwa Mungu akamfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, Mungu akampulizia mtu pumzi ya uhai. Alafu baada ya kumpulizia, Biblia inasema sentensi moja ya msingi sana ambayo natamani uishike, usiache, kwa sababu itakuwa ni msingi wa haya mafundisho. Neno la Mungu linasema kwamba baada ya Mungu kumfanya mtu kwenye mavumbi ya ardhi na akampulizia puani pumzi ya uhai. Kabla sijaendelea, tunajibu swali. Somo letu lipo katika mfumo wa swali ambao linauliza mwanadamu ni nani? Na hapa tunazungumza mwanadamu kabla ya anguko, mwanadamu kama vile ambavyo Mungu alitaka awe, mwanadamu kama ambavyo Mungu alimwanza katika mawazo yake na akataka kumuumba, na Mungu akamfanya mwanadamu kama ambavyo alikuwa anatamani awe katika ukamilifu wake. Tutaangalia mbele mwanadamu baada ya anguko katika somo hili, lakini hapa huyu mwanadamu ambaye anazungumzwa kwenye Mwanzo 2:7 ni mwanadamu, ni Adam kabla ya anguko. Alifanywa kwenye mavumbi ya ardhi, akapuliziwa pumzi ya uhai. Alafu Biblia inasema mtu akawa nafsi hai. Hii kauli ni ya msingi kwa sababu ndio itatuongoza katika kuelewa kitabu, kuelewa yote ambayo tutazungumza katika hili somo la nafsi. Mtu akawa nafsi hai. Sikiliza, Biblia inasema kwamba mtu akapokea nafsi. Yaani Biblia inasema mtu akawa nafsi hai, sio akawa na nafsi hai. Yaani mtu akawa ni nafsi hai. Yaani ulipokuwa ukimwangalia mtu, asili ya mtu ilikuwa ni nafsi hai. Mwanadamu huyu, utambulisho wake, mwanadamu ni nani? Ni nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa lazima ufahamu msingi, mwanadamu ni nafsi. Kwa baada ya mavumbi ya ardhi ambayo mtu alifanywa na ile pumzi ya uhai kuunganika, huyu mtu akawa ni nafsi hai. Ndo utambulisho wa mtu kabla ya anguko, ni nafsi hai.
kulingana na neno la Mungu. Nimesema neno la Mungu ndio msingi jamani wa masomo. Kwa naomba tuzingatie sana. Mtu alifanya kwa mavumbi ya ardhi, Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai. Muunganiko wa mtu aliyofanya kwenye mavumbi ya ardhi na ile pumzi ya Mungu alimpulizia, huyu mtu akawa ni nafsi hai. Sio akawa na nafsi hai, mtu akawa nafsi hai. Ndo asili yake, utambulisho wake ulivyokuwa. Kama ambavyo unaweza kuona roboti ametengenezwa na chuma, ukasema roboti ni chuma. Chuma ni utambulisho wake, ndio alivyo. Kwa hata huyu mtu ulikuwa ukimwona Adam alikuwa ni nafsi hai, ndio utambulisho wake. Sio alikuwa na nafsi alafu alikuwa na mwili alafu alikuwa na roho. Adam alikuwa ni nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tunaweka msingi wa hili somo. Somo hili ni practical sana katika maisha yetu ya kila siku. Hapa mwanzoni tu tutaangalia, tutajenga msingi wa kufahamu kwanza mwanadamu ni nani. Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni nani? Mwanzo 2:7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hili neno mtu akawa nafsi hai kimsingi ndio msingi wa kuelewa mambo mengi ambayo tutayazungumza. Mtu alikuwa ni nafsi hai. Sio alikuwa na nafsi. Inamaanisha baada ya Mungu kumfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi na kumpulizia pumzi ya uhai, muunganiko huu ukatengeneza kiumbe ambacho ni nafsi hai. Mwanadamu akawa ni nafsi hai. Kwa pumzi ya uhai jumlisha mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi sawasawa na nafsi hai. Narudia tena, pumzi ya uhai ambayo Mungu alimpulizia mwanadamu na huyu mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, muunganiko wake ukatengeneza hiki kiumbe kilichokuwa na utambulisho wa nafsi hai. Ndo asili yake ilikuwa ni nafsi hai. Wengi tunafahamu mtu, wengine tumeshasikia mtu ni roho, nafsi na mwili. Tutafika huko, mtu wa Mungu. Hapa tupo kwenye mwanadamu kabla ya anguko. Lazima ubaki usimame kwenye neno la Mungu, sababu neno la Mungu ndio linatupa ukweli wa mambo yote. Musa anasema yaliyofunuliwa ni ya kwetu, yasiyofunuliwa ni ya Mungu. Haya ndio ambayo Mungu ametufunulia katika uumbaji, kwamba mtu alikuwa ni nafsi hai. Kwa Mungu, mtu ambaye Mungu alimuumba kwenye Mwanzo 2:7 hakuwa amegawanyika, hakuwa katika pande tofauti tofauti. Hakuwa sijui mtu alikuwa ni hiki na hiki na mtu alikuwa ni kiumbe kamili chenye utambulisho wa wazi kabisa kutoka kwenye neno la Mungu. Utambulisho wake upo wazi, tunauona hapo. Utambulisho wa mtu ulikuwa ni nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa siri ya kumfahamu mwanadamu kabla ya anguko ipo kwenye kufahamu kuwa mtu kama alivyoumbwa na Mungu alikuwa ni nafsi hai. Narudia sana ili neno ili likae kichwani kwako. Hii ndio asili ya mtu. Mtu alikuwa nafsi hai. Asili yake haikuwa mwili wala roho. Muunganiko wa pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu na mavumbi ya ardhi ambayo mtu alifanywa katengeneza kiumbe ambacho ni nafsi hai. Mtu huyu akawa ni nafsi hai, ndio asili yake kabla ya anguko. Baadaye huko tutaangalia kuhusu uzima wa nafsi, mauti ya nafsi, wokovu wa nafsi, sijui. Lakini lazima uweke huu msingi maoni mwako. Mungu alimuumba mwanadamu kamili, akiwa na utambulisho kamili. Utambulisho wake ulikuwa ni nafsi hai. Ukisoma Luka 19:10, Yesu anasema kwa kuwa mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu anazungumza, anasema mwana wa Adamu, yani yeye Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kuna kitu baada ya mwanadamu kutenda dhambi kilipotea,
na Biblia inasema Yesu alikuja kukirejesha. Tutaangalia mbele, lakini tunafahamu kwamba huu ukombozi ambao Yesu alikuja ulikuwa na lengo mojawapo, ni kumrejesha mwanadamu katika hali yake aliyokuwa nayo kabla ya anguko. Tutazungumza mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunazungumza hatua za uumbaji. Tulisema hatua ya kwanza, mavumbi ya ardhi. Mungu alimfanya mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi. Baada hapo akampuliza pumzi ya uhai. Huyu mtu ambaye Mungu alimfanya akawa nafsi hai. Sasa hebu tuangalie mtu baada ya anguko. Tuangalie mtu baada ya anguko. Huyu ni mtu ambaye tunamzungumzia kabla ya anguko. Kabla ya anguko, utambulisho wa mtu ulikuwa ni nafsi hai. Hebu tujaribu kuangalia baada ya anguko. Kuna kitu gani kilibadilika? Hapo kabla tulikuwa tunazungumza kabla ya anguko. Kabla mwanadamu hajaathiriwa na dhambi, kabla dhambi haijaingia ulimwenguni. Kabla mwanadamu hajawa chini ya laana, kabla mauti haijaingia ulimwenguni. Mtu alikuwa ni nafsi hai. Na tunaona baada ya Mungu kumaliza kuumba kila kitu, ukisoma Mwanzo 1:31, Mungu anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Kwa Mungu, mpango wa mwanadamu wa asili ulikuwa ni huu, mwanadamu awe ni nafsi hai. Ndio Mungu alitaka mwanadamu awe hivyo, nafsi hai. Tunajibu swali, somo letu ni mwanadamu ni nani? Kwa Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mungu akatazama akaona kila kitu alichokifanya ni chema sana. Mwanzo 1:31. Lakini tunakutana katika Mwanzo 2:17, Mungu anampa agizo mwanadamu la utii, usile tunda. Ukila anamwambia hakika utakufa. Na tunaona mwanadamu baadaye anakula tunda. Adamu anakula tunda. Na tujiuliza sasa, je, kile ambacho Mungu alikisema kilitimia? Alisema ukila tunda hakika utakufa. Na swala la kujiuliza ni kwamba hii kauli siku utakapokula utakufa ilitimia? Huku tukijua kwamba Adam baada ya kula tunda na mke wake bado walikuwepo wakitembea. Mungu akawafuza kwenye bustani na Adam akaendelea kuishi, akaishi miaka takriban 900 kama na 30 hivi. Kusoma Mwanzo 5 sura 5. Sasa hii hakika utakufa inahusisha kitu gani? Sababu sema kila tunda hakika utakufa. Adam na mke wake wakala tunda, lakini waliendelea kuwepo mpaka miaka mingi baadaye. Sasa hii hakika utakufa ina maana gani? Au inamaanisha kwamba au neno la Mungu alikutimia? Hapana, mtu wa Mungu. Neno la Mungu ni kweli na amina, na wala hajawahi kushindwa kutimia. Neno la Mungu lilitimia, lakini haufahamu tu litimia kwa namna gani. Labda tafsiri yako ya mauti na tafsiri ya Mungu ya mauti ni tofauti. Inawezekana. Labda tafsiri yetu ya kibinadamu ya mauti na tafsiri ya Mungu ya mauti hazifanani. Anasema kila tunda hakika utakufa. Kumbuka huyu mtu ni nani? Ni nafsi hai. Nafsi hai inaambiwa kwamba kila tunda hakika utakufa. Sasa hebu tuangalie hii mauti ambayo ilikufa Adam ilikuwa ni mauti aina gani? Kama waliendelea kuwepo, sisi tunajua kufa ni huu mwili unaacha kufanya kazi. Ndio tafsiri ya kibinadamu ya kufa, ni kuacha kufanya kazi. Kama ni simu, mtu akisema simu yangu imekufa, maana yake simu yake imeacha kufanya kazi. Mahusiano yangu yamekufa, maana yake mahusiano yameacha kufanya kazi inayopasa. Tuna tafsiri ya mauti ambayo sidhani kama ni sahihi sana na tafsiri ya Mungu ya mauti. Tuendelee, tuangalie mauti ambayo Adam alikufa ilikuwa ni mauti aina gani? Kwa naona Mungu alimwonya Adam akamwambia, kusoma Mwanzo 2:17, ukila tunda utakufa hakika. Adam na Hawa wakala tunda. Kwa Mwanzo 3:36, Mwanzo 3:6,
Mwanamke alipoona kuwa ule mtu wafaa kwa chakula, wapendeza kwa macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Mauti aliyokufa Adamu. Adamu alikuwa ni nafsi hai, aliambiwa kile utakufa. Pale kilichokufa mtu wa Mungu sio mwili wa Adamu, sababu mwanadamu sio mwili. Adamu hakuwa mwili. Tumesoma Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akambuliza puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa kama kinachokufa, kitakachokufa ni nini? Ni nafsi iliyokuwa hai itakufa. Mungu alikuwa anazungumza na huyu mtu ambaye ni nafsi hai, alimwambia kila tunda utakufa. Uhai kwenye hii nafsi utajitenga, hii nafsi itabaki haina uhai tena. Kwa kilichokufa sio mwili, ni ule uzima, ile pumzi ambao Mungu alimpulizia Adamu, ule ushirika na Mungu. Kumbuka uhai wa Mungu ndani ya mwanadamu ndio ambao ulikuwa nampa mwanadamu aweze kuwa na ushirika na Mungu. Mungu alikuwa anaweza kumtembelea mwanadamu, kuzungumza naye, kwa sababu ndani ya mwanadamu kulikuwa kuna uhai wa Mungu. Baada ya Adam kula tunda, hii dhambi ambayo ilikuja, ukisema hii dhambi ambayo iliingia ndani ya mwanadamu, ukisema Warumi 5:12, kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Dhambi ilimletea mauti mwanadamu. Mwanadamu ni nani? Alikuwa nafsi hai. Hakika utakula tunda. Alipokula tunda, ile nafsi yake ikafanyaje? Ikafa. Kufa manake nini? Ni ule uzima au uhai wa Mungu kujitenga na nafsi ya mwanadamu ambaye ilikuwa ni hai. Uhai ule ukajitenga na nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Efeso 2:2, Paulo anasema neno moja la msingi, anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Dhambi ndio ilileta mauti. Kwenye nini? Mauti kwa nani? Kwa huyu nafsi hai. Alikuwa hai, lakini baada ya kutenda dhambi, uhai kutoka kwa Mungu, hii nafsi ikapoteza ule ushirika. Uhai wa Mungu ndio unakupa ushirika na Mungu. Huwezi kuwa na ushirika na Mungu pasipokuwa na uhai wa Mungu. Haiwezekani. Nafsi hai ikafa, mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanadamu kuanza kufa baadaye, kama naona Adamu akafa baada ya miaka 930. Kufa kwa mwili ni matokeo ya kile kitu ambacho tayari kilishafanyika ndani, kilishafanyika kwenye asili yake. Mwanadamu asili yake alishakufa, alikuwa nafsi hai mwanzoni, akafa. Kwa mwili kufa ni matokeo tu ya kile ambacho kilishafanyika muda mrefu. Kama unaona tunda linaanza kuoza kutokea ndani, baadaye inaoza paka nje, paka magamba, kila kitu. Na mtu mwingine unaweza kuwa umeshakufa lakini bado umesimama na majani, lakini umeshakufa. Au unaweza kukata mti mizizi ukaanza kunyauka baada ya wiki au siku kadhaa. Kwa nini? Mauti, ule mtu alishakufa, lakini matokeo yake kuja kuonekana kwa nje yalichukua muda kidogo. Hivyo mwanadamu, ile asili yake ambayo alikuwa nao mwanzo, ule uhai ambao ulikuwa kwenye nafsi, kaondoka. Kwa kufa, tunapokufa hii miili ni matokeo tu ya kile kitu ambacho tayari kilishafanyika ndani. Ndio maana unaona mwanadamu baada ya kutenda dhambi akajificha. Kusoma Mwanzo 3:8, binasema wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa upepo wa jioni. Adam na mkeo akajificha.
Kwa sababu gani? Hawana tena ushirika na Mungu. Ule uhai wa Mungu kwenye nafsi zao haupo. Ile nafsi hai sio hai tena, kwa mtu akawa sio tena nafsi hai. Baada ya anguko, kabla ya anguko mtu alikuwa ni nafsi hai, ndio ulikuwa utambulisho wake. Baada ya anguko mtu akawa sio nafsi hai. Paulo anasema nanyi mlikuwa wafu. Wafu kwenye nini? Kwenye miili. Miili ilikuwa inafanya kazi. Kwenye nafsi. Mtu wa Mungu, mtu anaweza akawa amekufa mbele za Mungu, lakini kwa wanadamu anaonekana yuko hai. Mbele za Mungu unaweza ukawa umekufa, lakini kwa wanadamu wakakuona wewe ni mzima kabisa. Kwa sababu wanadamu wanatazama miili, wanaangalia mwili huu. Mungu anaangalia ndani, anaangalia asili yako. Akikuangalia kama alivyokuumba, yeye alimuumba Adamu akiwa nafsi hai. Akiangalia naona hii nafsi imekufa. Mbele za Mungu unaweza kuwa umekufa, lakini unatembea, lakini unaishi. Kumbe umekufa, wewe ni mfu. Simaanishi wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo. Kama umemwamini Yesu Kristo, wewe uko hai mbele za Mungu, una uzima wa milele. Lakini kama hujamwamini, wewe ni mfu bado. Uhai wa Mungu haupo. Mtu wa Mungu, kuna aina mbili za uhai. Kuna uhai huu wa kibinadamu na uhai wa kimungu. Kama nilivyosema, mtu anaweza akawa amekufa mbele za Mungu, lakini kwa wanadamu anaonekana yuko hai. Ndio maana Mungu anasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mimi ni Mungu wa walio hai, sio wafu. Ngoja kwanza, Ibrahimu na Isaka na Yakobo wamekufa kibinadamu, lakini Mungu anasema hapana, mimi ni Mungu wao, mimi ni Mungu wa walio hai, sio wafu. Mungu akiangalia Ibrahimu na Isaka na Yakobo anajua wako hai, lakini sisi tunaona wamekufa, miili yao imekufa. Lakini Mungu anasema mimi ni Mungu walio hai. Kumbe unaweza ukawa umekufa kibinadamu, lakini mbele za Mungu uko hai. Na unaweza ukawa hai, ukawa na uhai wa kibinadamu, lakini mbele za Mungu umekufa. Baada ya Adamu kutenda dhambi, uhai wa Mungu uliondoka. Nafsi uliondoka kwenye nafsi. Nafsi ikawa ni mfu. Paulo anasema nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kwa asali ya kwanza ya mauti ambayo iliingia baada ya anguko la mwanadamu. Kusoma Warumi 5:12, nimeshazungumzia hilo andiko. Warumi 5:12, Paulo anasema, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti iliwafikia wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa athari ya kwanza ya mauti ambayo Mungu alikuwa ameonya kwenye Mwanzo 2:17, kila tunda hakika utakufa. Mauti ilikuwa ni kutengwa na uzima unaotoka kwa Mungu kwa sababu ya dhambi. Yule mtu ambaye alikuwa nafsi hai, ule uhai ukatoka kwenye nafsi, akawa ni mfu. Hana tena ushirika na Mungu. Hawezi tena kusimama mbele za Mungu kwa ujasiri. Ndio maana muda mwingine ukitenda dhambi ni ngumu hata kwenda kanisani. Unaona aibu, unajitenga na Mungu. Dhambi inamtenga mtu na Mungu. Inakupunguzia utukufu, uwezo wa kukaribia Mungu aliye mtakatifu unapungua, ujasiri unapungua. Ukisoma Waefeso 4:17 mpaka 18, neno la Mungu linasema, basi nasema neno hili. Paulo anasema, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili wa nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza. Naposema mataifa ni watu ambao hawajaamini kwa hapa, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarakanishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Anatumia neno, anasema wamefarakanishwa na uzima wa Mungu. Ndicho ambacho kilitokea kwa Adam. Alikuwa na uhai, baada ya kupulizwa pumzi ya uhai mtu akawa nafsi hai, lakini dhambi ikamfarakanisha na uzima wa Mungu kwenye nafsi, ukatoka kwenye nafsi. Ile nafsi ambayo ilikuwa hai ikawa tena sio hai, ikawa ni mfu. Mauti ikaingia kwenye nafsi na ikaja kudhirika baadaye kwenye mwili.
Kwa kifo kama alivyokisema Mungu katika Mwanzo 2:17 ilikuwa ni mauti ya nafsi. Nafsi kafa, ilikuwa ni hai. Mtu alikuwa ni nafsi hai, alikuwa ni kamili, hakuwa amegawanyika. Dhambi ikaharibu ule mpangilio ambao Mungu aliupanga kwa mwanadamu. Paulo anasema tena, tumesoma kwenye Efeso 2:1, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Efeso sura ya 2. Paulo alikuwa anaandikia watu ambao hawako makaburini ni watu ambao walikuwa hai kimwili, lakini anaambia kabla ya kumwamini Yesu Kristo, nyewe mlikuwa mmekufa kwa sababu ya dhambi zenu. Kabla ya kumjamwamini Yesu mlikuwa mmekufa. Wamekufa nini? Nafsi. Walikuwa ni nafsi hai. Adam walikuwa ni nafsi hai. Dhambi ikatenganisha ule uhai, nafsi ikawa ni imekufa. Uhai wa Mungu kajitenga na nafsi ya mwanadamu. Mungu alisema kile nilichokifanya ni chema sana. Dhambi ilivyoingia ikaharibu ule mpangilio ambao Mungu aliutaka. Mwanadamu akapoteza uhai kutoka kwa Mungu, akapoteza ushirika na Mungu, akapoteza ukaribu na Mungu. Dhambi inaharibu. Huwezi ukawa na ushirika na Mungu kama umekufa kwenye nafsi yako. Huwezi. Ndio maana tunamhitaji Yesu ili aturejeshe ule ushirika na Mungu kwenye nafsi zetu, awe ni mpatanishi, tuweze kupata uzima tena, ule uhai ambao ulipotea, ulijitenga na nafsi. Mtu akawa ni mfu kwenye nafsi. Yesu Kristo ukimwamini anakurejesha ule uhai kwenye nafsi yako. Somo letu leo tunajaribu kujibu mwanadamu ni nani. Lakini pia kabla hujaendelea, kuna maneno Yesu anasema kwenye Mathayo 8:22. Biblia inasema Yesu akawaambia, lakini Yesu akawaambia nifuate. Kuna mtu mmoja akamwambia, Bwana nitakufuata, lakini naomba nikazike kwanza baba yangu. Sijui alisema hivyo, baba yangu. Yesu akamjibu akamwambia, nifuate, waache wafu wazike wafu wao. Ngoja kwanza. Huyu mtu anaambia Yesu, nataka nikazike baba yangu, nitakufuata nikimaliza mazishi. Yesu anaambia waache wafu wazike wafu wao. Yesu hakumaanisha kwamba maiti ziwazike maiti. Alikuwa anaonyesha kwamba kuna watu wapo hai kimwili, lakini hawana uzima unaotoka kwa Mungu, ni wafu. Kuna watu wanatembea lakini ni wafu. Kuna movie moja, sinema moja inaitwa Walking Dead ya mazombi. Wanadamu wengi ni walking dead. They are walking while they are dead. Wanatembea wakati wamekufa kama mazombi. Walking dead. Yesu anaambia waache wafu wazike wafu wao. Kwa hiyo tangu Adam atende dhambi, tatizo kubwa la mwanadamu alikuwa kifo cha kimwili peke yake. Kweli kifo cha mwili ni tatizo na ni adui wa Mungu. Mauti aina yote ni adui wa Mungu. Mauti aina yoyote ni adui wa Mungu. Mungu hakuleta mauti duniani. Mauti ilikuja kwa sababu ya dhambi. Lakini mauti ambayo ni adui wa Mungu sio mauti ya mwili peke yake, lakini ni mauti katika asili ya mwanadamu kama alivyokuwa mwanzoni. Mwanzoni alikuwa nafsi hai, alikuwa na ushirika na Mungu. Baada ya dhambi, ule uhai kwenye nafsi ukatoka, ukajitenga. Mwanadamu akapoteza ushirika na Mungu, akaanza kujificha ficha, akaanza uoga. Na Mungu ndio chanzo cha uzima. Tunajibu swali, mwanadamu ni nani? Tumeona mwanadamu kabla ya anguko alikuwa nafsi hai,
mauti ambayo Adamu alikufa na mwanadamu baada ya anguko. Mwanadamu akawa ni mfu, nafsi yake ikawa ni mfu, ana uhai tena kutoka kwa Mungu, ana ushirika tena na Mungu. Ushirika wa Mungu kapotea, hawezi tena kusimama mbele za Mungu, hawezi mwanadamu. Na tuangalie kitu kingine hapa, tumalizie vipengele kama viwili. Tunamaliza muda si mrefu, mtu wa Mungu, jitie nguvu. Sasa tukisoma hii Mwanzo 2:7, hiki kipengele naomba tazungumza kuhusu umoja wa mwanadamu kabla ya anguko. Mungu akumuumba mwanadamu akiwa amegawanyika. Mwanadamu alikuwa ni kiumbe kilichokamilika. Alikuwa ni mtu akawa nafsi hai. Mwanadamu alikuwa ni nafsi hai. Basi mtu kutoka kwenye mavumbi ya ardhi jumlisha pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu, ikatengeneza hiki kiumbe kilichokuwa na utambulisho wa nafsi hai. Kwa mwanadamu aliishi katika ukamilifu, mmoja ukamilifu. Yaani mwili uliumba kutoka kwenye mavumbi ya ardhi, pumzi ya uhai kutoka kwa Mungu, na maisha ambayo mwanadamu alikuwa anaishi, alivyokuwa, yalikuwa yana maelewano kamili na mapenzi ya Mungu. Yaani mwanadamu alivyokuwa anaishi na mapenzi ya Mungu vilikuwa vinaenda sambamba. Mwanadamu alikuwa hana mgawanyiko. Unajua kuna muda unaweza ukakaa ukasema nataka nikafanye vile alafu usifanye, au sitaki kufanya jambo ukafanya. Mwanadamu hakuwa vile, alikuwa ni akitaka anafanya, asipotaka afanyi. Alikuwa na nia mbili ama kusita, alikuwa hana kwa sababu alikuwa hajagawanyika, alikuwa ni kiumbe kamili. Hakukuwa na mgongano kati ya kitu ambacho mtu anakiwaza na anachokitaka na mapenzi ya Mungu. Hapana. Yaani mapenzi ya Mungu na mwanadamu anachokifanya vilikuwa vinaenda sambamba, kwa sababu mwanadamu alikuwa na uhai wa Mungu ndani yake, kwenye nafsi yake. Alikuwa ni nafsi hai. Nafsi yake mwanadamu alikuwa na uhai wa Mungu. Kwa anachokifanya ilikuwa ni mapenzi ya Mungu automatic. Mwanadamu alikuwa katika hali ya ukamilifu ambayo Mungu mwenyewe alifurahia. Alipomwangalia mwanadamu akasema, yule mwanadamu yuko vizuri. Mwanzo 1:31. Mungu alitazama kile alichokifanya akasema, tazama ni chema sana. Alifurahia uumbaji wake. Lakini kwa bahati mbaya hii hali ya mwanadamu aliyokuwa nayo haikudumu. Haikuwa ni ya muda mrefu. Dhambi ilipoingia ikavuruga utaratibu. Ushirika wa mwanadamu na Mungu ukapotea, ukavunjika. Uzima ule uliokuwa aliokuwa nao ukajitenga na nafsi. Mwanadamu mwenyewe akawa hajui anachokifanya. Yaani anafanya hiki, mara hiki anafanya kitu ambacho hataki kukifanya, kitu ambacho anakitaka hakifanyi. Ikawa ni vurugu. Hii picha tunaelewa vizuri kama tukimsoma alichokiandika Mtume Paulo kwenye Warumi sura 7, ili uweze kunielewa. Uone sasa mtu baada ya anguko alivyokuwa. Kabla ya anguko mtu alikuwa yuko mkamilifu. Hana nia mbili. Hana mgawanyiko ndani yake. Anachokifanya ndio mapenzi ya Mungu na ndio mapenzi yake mwenyewe, kwa sababu alikuwa ni mkamilifu. Lakini baada ya anguko ukisoma Paulo Warumi sura 7, tuanze mstari wa 15. Warumi sura 7:15. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini pia ukisema Warumi 7:17 mpaka 20 na mstari wa 24. Warumi 7:17. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. 18. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lilo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu nilitendaye, bali ni dhambi ikawa ndani yangu. 24. Ole wangu maskini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti?
Hii tunapata picha ya hali ya mwanadamu baada ya anguko. Anasema sijui nalifanya, sielewi. Hivyo sha kufikia kukuta hiyo hali. Bila shaka kila mtu sha kumkuta. Kwa sababu ni hali ya mwanadamu baada ya anguko. Unataka kufanya jambo, hulifanyi. Kuna jambo ambalo hulitaki, kuna tabia ambayo huitaki kwenye maisha yako, unikuta unaendelea kuifanya. Ni nini shida? Shida ilianza kwenye anguko. Kwenye anguko katokea mgawanyiko, mpasuko ndani ya mwanadamu, ndani ya mtu. Kwa kuna nia zinazokinzana. Sababu nafsi, uhai uliokuwa katika Mungu ukajitenga na nafsi. Mwanadamu akawa ni mfu. Sasa nikuza swali, mfu anajua anachokifanya? Nasema mwanadamu akawa walking dead. Baada ya anguko mwanadamu akawa ni walking dead. Kama zombie. Sasa zombie anajua anachokifanya? Walking dead. Amekufa lakini nasema sijui nalolifanya, nisilolipenda nalitenda. Anasema Paulo, anasema sio mimi nafsi yangu niyatenda, bali ni ile dhambi ikawa ndani yangu. Dhambi ile ilinitenga na uhai wa Mungu. Anasema mstari 20, basi kama lile nisilolipenda ndilo nalitenda, kama jambo ambalo silipendi nalitenda, basi sio mimi nilitendaye, bali ni ile dhambi. Alafu anasema ole wangu maskini mimi, nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Mwili ambao ndani yake una nafsi iliyokufa, mwili wa mauti. Hii ni hali ya mwanadamu baada ya anguko, sio kabla. Kabla alikuwa ni mwanadamu kamili, nafsi hai, mtu akawa nafsi hai. Lakini baada dhambi kuingia ikaleta mpasuko kwa mwanadamu. Ule umoja wa mwanadamu aliokuwa nao ukapasuka katikati. Dhambi inakutenga na uwepo wa Mungu, inakufanya usielewe cha kufanya katika maisha yako, inaleta confusion. Unakuwa huelewi maamuzi yako. Muda mwingine unafanya maamuzi ambayo yanakuathiri mwenyewe. Ni ile dhambi. Inawezekana sio dhambi ulioitenda wewe binafsi, lakini ni ile asili ya dhambi ambayo umezaliwa nayo, kwa sababu matokeo ya anguko hayakuwa kwa Adam peke yake, ilikuwa ni kwa uzao wote wa Adam. Miongoni mwao ni wewe hapo na mimi. Kwa Mungu hakumumba mwanadamu akiwa na mgawanyiko, lakini mgawanyiko ulianza pale ambapo dhambi iliingia ulimwenguni, ikaingia ndani ya mwanadamu, ikaleta mpasuko baada ya uhai wa Mungu kujitenga na nafsi ya mwanadamu. Kwa ni dhambi ikaleta mvurugano katika maisha ya mwanadamu, katika asili ya mwanadamu, ukatokea mpasuko ambao haukuwepo mwanzo. Kwa tukija kwenye Agano Jipya, tunaona maandiko yanakizungumza kuhusu roho, nafsi na mwili kwa namna inayotusaidia kuelewa. Yaani inazungumza ni kama vitu ambavyo viko separate. Lakini mwanzo mtu alikuwa ni nafsi hai, simple and clear. Lakini kwa mfano kusoma Wathesalonike wa kwanza 5:23, Biblia inasema Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa nanyi nafsi zenu, roho zenu na miili yenu, mhifadhiwe mwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaanza kuona sasa hizi parts, sehemu mbalimbali za mwanadamu. Lakini huyu ni mwanadamu baada ya anguko. Kwa hata Yesu alivyokuja kumwokoa mwanadamu, alikuja sasa kurejesha vile vipande ambavyo dhambi ilivuruga, kuvirejesha kwa pamoja, kuvirejesha. Na lengo la Mungu na la Kristo katika wokovu ni kumrejesha mwanadamu kama alivyokuwa katika bustani ya Eden. Biblia inasema hivi, Yesu anasema katika Luka 19:10, mwanadamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa lengo la wokovu ni kumrejesha mwanadamu awe tena nafsi hai, kurejesha mwanadamu katika ule ushirika na Mungu, tena tuweze tena
kutembea na Mungu kama Adamu alivyokuwa anatembea na Mungu, kuzungumza na Mungu, kuwa na ushirika na Mungu ambao ulipotea baada ya dhambi kuingia ulimwenguni, baada ya dhambi kuingia ndani ya mwanadamu na kuharibu ile asili mwanadamu. Swali letu linabaki pale pale, mwanadamu ni nani? Tumeona mwanadamu kabla ya anguko alikuwa ni nafsi hai. Baada ya anguko ule uhai ukajitenga na nafsi ya mwanadamu. Mwanadamu akawa ni mfu, akawa ni walking dead. Hii jamani ipo kwenye noti zangu, nimeipata tu hapa. Walking dead. Yes, akawa ni mfu. Anaishi, anatembea, lakini ni mfu. Asili yake imekufa. Asili yake imekufa. Kumbe unaweza ukawa unaishi lakini umekufa. Na suluhisho lake, wote ambao hawajamwamini Yesu ni watu ambao wanaishi lakini wamekufa. Ukimwamini Yesu unapata uzima katika nafsi yako. Kama hujamwamini Yesu, wewe ni mfu. Unaishi, unatembea lakini umekufa. Mbele za Mungu wewe umekufa. Hata wanadamu wakikuona umevaa vizuri, umependeza, lakini mbele za Mungu akikuangalia anaona ni mfu, ni maiti na utembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi tuko pamoja. Mwanadamu ni nani? Tumeona mwanadamu kabla ya anguko na baada ya anguko. Sasa naomba tumalize kipengele cha mwisho. Na ni mambo yale ambayo tumeshazungumza. Na katika mambo ambayo tumejifunza na tumezungumza, hasa kutokana na anguko la mwanadamu, ni kwamba mauti si mwisho wa kuwepo kwa mwanadamu. Yaani unaposema mauti haimaanishi kwamba mwanadamu ndo anaacha kuwepo. Hapana. Kwa sababu nimekwambia sisi tuna maana tofauti ya mauti. Sasa mauti sisi tunasema mtu amekufa, amezikwa, basi amepotea. Lakini sio mwisho wa mwanadamu. Kaburini sio mwisho wa mwanadamu. Sababu asili ya mwanadamu sio mwili. Mwili nimesema Mungu alifanya mwili kumpa tu mwanadamu haki ya kuweza kuishi katika ulimwengu wa mwili, lakini mwanadamu haishi katika mwili tu, na asili yake ya ndani sio mwili. Mwili huu ni kama nyumba tu. Mauti ambayo Mungu alikuwa anazungumza tumeshaona hapa ni mauti ya kwenye nafsi. Na tukisema mbele za Mungu mauti ni kupoteza uzima ambao Mungu, ni kupoteza uhai wa Mungu. Mauti ni kupoteza uzima ambao Mungu alimpa mwanadamu. Hii ndio maana sahihi ya mauti. Mauti ni kupoteza uzima ambao Mungu alimpa mwanadamu. Ukiwa hauna uzima wa Mungu, wewe umekufa hata kama unatembea. Wanasayansi watasema uko hai, mwili wako uko hai, mapigo ya moyo yanadunda, lakini mbele za Mungu umekufa. Sababu hauna uhai wa Mungu. Uhai wa Mungu ndio uhai halisi na ambao unadumu milele. Uhai mwingine ni uhai wa kiasili tu, wa kidunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana Yesu anasema mimi nilikuja ili wawe na uzima. Hao watu ambao wanazungumza nao wanatembea, wanakula, wanakunywa, lakini nafsi zao hazina uzima, ni wafu, ni walking dead. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni nani? Kabla ya anguko mwanadamu alikuwa ni nafsi hai. Baada ya anguko mwanadamu ni nafsi mfu. Na baada ya kumwamini Yesu, nafsi yako inarejeshea ule uhai, unakuwa hai tena mbele za Mungu. Unapata uzima kwenye nafsi yako kwanza. Kama ambavyo mauti ilivyokuja ilianzia kwenye nafsi ndani, alafu matokeo yake yakadhihirika kwenye mwili. Hivyo hivyo unavyomwamini Yesu,
unapata uzima kwenye nafsi yako, inazaliwa kwa roho. Nafsi yako inazaliwa kwa roho, inakuwa nafsi hai, alafu matokeo yake yanadhihirika pia kwenye mwili. Unakuwa pata na afya na furaha na amani, yanaanza kutoka matunda ya kile ambacho kimefanyika ndani. Huu ni mfululizo wa masomo kuhusiana na nafsi, na katika somo hili tulikuwa tunazungumza kuhusu mwanadamu ni nani. Tumetambua kabla ya anguko alikuwa ni nafsi hai. Baada ya anguko ule uhai ukajitenga, nafsi ikafa, akawa ni mfu. Nanyi mlikuwa wafu kutokana na makosa na dhambi zenu. Huu ni msingi wa kuweza kuelewa mengi ambayo tutazungumza mbele, na naamini kuna kitu umekipata katika hili somo. Nimetumia muda mrefu, lakini naamini Mungu atakusaidia na kuweza kukujulisha hizi kweli moyoni mwako, upate kuelewa na upate kufahamu kwamba wewe sio mwili tu huo mwili ni nyumba yako tu. Wewe asili yako ni ndani zaidi. Kama ufahamu asili yako, wewe ni nani? Mwanadamu ni nani? Mwanadamu ni miguu, ni mwili, ni nyama hizi? Hapana. Kuna asili ya ndani zaidi ambayo Mungu hiyo ndo anaijali kuliko kitu chochote. Mungu anajali nafsi yako. Anataka iokoe nafsi yako. Haya yanayotokea nje ni matokeo tu ya mambo ambayo yako ndani. Mambo yanaanzia ndani. Nje ni matokeo tu. Hata magonjwa mengi ambayo watu wanaumwa yanaanzia ndani kwenye nafsi. Yanajidhihirisha tu kwenye mwili, lakini mzizi uko ndani. Hata shetani anaitaka nafsi yako, lakini Mungu pia anaitaka nafsi yako, akuokoe, akuweke huru, akufungue, akupe uzima wa milele kwenye nafsi yako. Mungu akubariki sana. Tutakutana katika kipindi kinachofuata. Amen. Amen. Amen.